vile umesema nitachukua muda chache sana, na sitaongea juu ya mambo ambayo watu wameongea. Nitasema wengine mpya hata kama sikukuwa. Na askofu, kwa ruhusa yako, ile mpya nataka kusema yangu ni ya kwamba nataka nchi yetu ikuwe na usalama, nataka watu wapendane, na wanataka watu wakae kwa amani. Lakini vile unavyojua askofu, jana tulikuwa na uchaguzi ndogo hapa Kenya ambayo ilifanyika. Sidhani kama mtu aliongea juu yake. Na walishaongea kuhusu. Ilifanyika kwa amani, ilifanyika kwa upendo, ilifanyika kwa amani. Lakini mimi nilikuwa nataka kusema kwa hii kipindi ambaye tumekaa kwa parliament, hii uchaguzi ambayo ilifanyika jana haikuwa ya kwanza. Tulipoteza wabunge karibu 4 ama 5. Na by elections wengine walikuwa nullified kwa kotini. Na zote zilifanyika kwa amani. Na zote watu walishinda. Na kila mtu alitangazwa mshindi hapa Kenya. Hapa Homa Bay karibu na Migori tulikuwa na Kasipul. Tulifanya uchaguzi kwa amani na chama yangu ya ODM ilishinda. Huko Mbeere kulikuwa na uchaguzi, sijui kitu gani ilifanyika kwa amani, chama ya UDA pia ilishinda. Sasa hata kama tunasherekea, tusherekee kwa amani, kwa sababu sisi pia tulisherekea kwa amani wakati yetu. Hapa Ugunja pia tulikuwa na uchaguzi, hata nimesahau. Hapa Ugunja tulikuwa na uchaguzi na chama yangu ODM pia ilishinda, na tumefanya kwa amani. Sasa mimi nataka kuambia nikiwa hapa Ugunja, wale wanasherekea, tafadhali na wakumbusha msherekee kwa amani, na mjue ya kwamba Kenya sio Olkalau peke yake. Kenya ni kubwa. Hii uchaguzi inakuja ya 2027, watu wanachaguliwa Kenya mzima. Usifikiri inachaguliwa kwa kijiji yako peke yake. Sasa wewe unapiga kelele, unafikiri uchaguzi ya rais inapigwa kwa kijiji moja. Uchaguzi ya rais inapigwa kwa kijiji yote, na watu wa Kenya yote watashirikiana. Jambo la mwisho askofu, party leader wangu iko hapa, Dr. Oburu Oginga. Na party leader ni moja, hakuna party leader 2 ama 3, hakuna duplicate. Party leader ni Dr. Oburu Oginga na chama ni chama ya ODM. Na yeye ndio atatuelekeza kama kiongozi wetu, kama party leader wetu. Yeye ndio atatuelekeza njia ambayo tutafuata saa hii na wakati ya uchaguzi. Na mimi naomba tusidharau Dr. Oburu. Tupatie Dr. Oburu heshima yake, kwa sababu yeye is the most senior politician in parliament today. Yeye ndio anafanya term ya 7. Sisi wote kama vijana tunaomba Mungu atufikishe hiyo umri yake, na hatujui kama Mungu atatufikisha. Hii ni baraka kubwa sana ambayo Mungu ametupatia. Na kuna wengine wanataka wakue kama kiongozi wetu ambaye alituacha baba Raila Omolo Odinga kwa muda ya mwezi 2, mwezi 3. Huwezi kuwa Raila kwa mwezi 3 jameni. Raila amehangaikia wa Kenya miaka karibu 40. Raila alikuwa amefungwa miaka 9. Wewe hata hujakaa jela mwezi 3. Na unataka sasa kuwa kama Raila hapa Kenya. Tafadhali waende polepole, tuongozwe na ndugu yake ambaye hako na experience ya kutosha kwa chama chetu cha ODM. Tuone mwelekeo itakuwa namna gani. Sisi tumeshaamua, haturudi tena pali tulikuwa, tutakuwa pali baba ametuacha, tutakuwa ndani ya broad based government, na 2027 Mungu akikubali tutaungana na President William Ruto, tutengeneza serikali. Wale wanaenda upinzani hata tayari wameonekana, waendelee kukua upinzani. Sisi pinyewe tunataka handing over ceremony ya upinzani, tusaidie hao wachukue kitu waende naye wajaribu pale pengine. Ya mwisho askofu, sisi ni watu yako, na sisi tunataka utuombee sana ili Mungu atuelekeze. Wanasiasa shida yao wanakumbuka Mungu tu wakati ya uchaguzi, akipita anasahau. Lakini sasa nyinyi pia
Kuna wengine wanapiga sisi viboko kali. Sitaki kuongea hapo sasa. Tuwache tu hapo. Nimeshaongea na askofu, wataona vile atafanya. Asanteni sana. Mungu awabariki. Nataka kualika speaker. Speaker akuje asalimie hii. Na